بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Safar mwaka 1447, katika darsa ya kitabu Aqidatu al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tuendelee kusoma maelezo ya maneno al-Imam al-Mujaddid aliposema wa a'taqidu al-iman bikulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. na tulifikia katika maneno ya Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala katika kueleza hoja za wazi alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kuthibitisha kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama. Akataja hoja nyingi zilizokuja katika Qur'an katika kuwarudi kufaru waliokanusha kuwepo kwa hiyo siku ambayo watu watarejeshwa upya. kisha akasema thumma aidan لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث في حق الله جل وعلا. asema Sheikh al-Fawzan kisha pia lau kuwa kwa mfano hakuna kufufuliwa wala watu kuhesabiwa wala hakuna malipo kwa matendo wanayoyafanya waja, basi ingelazimu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala iyadhan billah afanye mchezo abath, wa annahu yakhluqu al-khalqa lilfana'i faqat, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aumba viumbe vyake ili vije katika ulimwengu vikiisha, basi vikisha kufa hakuna faida yoyote baada yake. walaysa lihayatihim wa a'malihim natija, na kuwa uhai wao wa hii dunia na matendo yao hayana natija yoyote. khalaqahum wa awjadahum wa a'tana bihim wa hum ya'malun wa minhum man ya'malu a'malan salihan wa yamutu wa la yanalu min jazaiha shay'an ومنهم من يعمل أعمالا قبيحة ومعاصي وكفرا وإلحادا ويموت ولا ينال من جزائه شيئا. هل ينتهي عند هذا؟ الله amewaumba viumbe wake akawaleta katika huu ulimwengu, akawalea na kuwashughulikia viumbe wake vizuri sana, na viumbe wake wafanya matendo. Kuna wale wanaofanya matendo mazuri kisha wafe hivi hivi bila ya malipo yoyote, wasilipo chochote kwa ule wema wao, na kuna wale wanaofanya matendo maovu, wafanya maasi, pengine adhulumu watu, amepata cheo katika hii dunia akawa amuibia huyu, amdhulumu yule, hakuna mtu anaweza kumfanya chochote sababu yuko katika cheo cha kiserikali mfano, kisha na yeye pia afa, halipwi chochote kwa yale maovu aliyofanya. Hasema hivi ili jambo litaishia katika hali kama hii? Aljawabu la, jawabu ni kuwa la, haiwezekani ili jambo kuishia hivi. hadha fihi ta'nun fi adli Allah jalla wa ala, kusema hivi ni kutia dosari
uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema afanaj'alul muslimina kalmujrimin, je tutawafanya waumini ni sawa na wakosefu waovu? Malakum kaifa tahkumun, mna nini nyinyi, mwahukumu vipi? Yani vipi watakuwa sawa wema na waovu? Na wale waovu waweza kuwa hapa duniani pengine wameneemeka zaidi kuliko hao wema, wamefunguliwa katika dunia, wana neema mbalimbali katika neema za kidunia, aishi katika starehe. Yule mu'min amejinyima zile starehe za haramu, pengine amepewa mtihani, ni maskini katika hii dunia, hana chochote, akafanya subra, afanye ibada, kisha akifa hana chochote. Na yule mwingine mkosefu muovu, aua, aiba, adhulumu, kisha akifa halipo chochote, mambo sawa tu huku na huku. Hili jambo hata kwa akili timamu alikubali. Allahu la yaj'alu almuslimina kalmujrimina, Allah subhanahu wa ta'ala hajali waislamu kama waovu, yani wema kama waovu. Kulluhum yamutun wala yanaluna min jazai a'malihim shay'a, bimaana wote wafariki, waondoka duniani na hakuna hata mmoja atakayepata malipo ya matendo yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila, hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa ajili ya upuzi na mchezo. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hivyo ndivyo wanavyodhania makafiri. Unajua makafiri wafikiria hivyo. Wewe muulize kafiri yoyote, kafiri ukifa ndapi? Kuna ongeza kwamba nikifa nageuka nyota. Mashaallah, mzuri wewe. Yani ufanye ukafiri wako kushirikina na nini, kisha ukifa wewe ufanye nyota. Wajua wengine waamini hivyo. Na wewe mwingine waamini vipi? Mimi najua mtu akifa roho yake enda kwa mnyama. Sasa tegemea, ukiwa mwema enda kwa mnyama mzuri, waamini hivyo. Ukiwa mwovu enda kwa wanyama wabaya kama panya hivi, nyoka, nani. Sasa waamini wao wale nyoka wanaowaona watu wa zamani, wankufa wakigeuka roho yake tu kwenye nyoka, na wengine wankufa roho zao zikitoka sijui kwa ngamia, kwa mbuzi, ili achinjwe tena. Almuhim, yani ni watu waitakidi itikadi za kijinga mbalimbali. Lakini hajui hilo jawabu. Akiulizwa kwa nini wewe umeumbwa, hana jawabu, hajui kwa nini amekuja. Na hili swali huwa la waudhi, kuwa ukifa wenda wapi wewe, hana jawabu. Wewe alhamdulillah unao jawabu, wajua mpaka watu watakapoingia peponi, nasallallahu ja'alna minhum, na wale watakaoingia motoni iyadhan billah. Wewe una habari zote. Mtume Muhammad sallam amekuwekea wazi kila kitu, bali katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wajua kwenda hiki kisha hiki kisha hiki mpaka mwisho. Kuna watu wamoamo tu duniani, aishi tu. Akwambia juzi tumevumbua kuna black hole, hiyo watu wakifa wenda hapo tundu hilo, ndio kufanyaje huko? Yani makafiri waishi na dhiki sana, hajui enda wapi, yumo tu, hajui kabisa enda wapi. Sasa Allah asema nyinyi mwaona tumeumba mbingu na ardhi na vilivyomo kwa ajili ya upuzi? La, hatukuziumba mbingu na ardhi ili mpite nyinyi mtizame tu, kuna miti, kuna majabali, kuna nini, kuna hiki. Hatukuumba kwa ajili ya upuzi sisi. Hivyo ndivyo wanavyodhania wale waliokufuru. Wao wadhania vitu hivi vimeumbwa kwa ajili ya kuumbwa tu hivi hivi. Fawailul lilladhina kafaru minan nar,
basi ole wao wale waliokufuru kutokana na moto. Kisha akasema am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kalmufsidina fil ard, ama tuwajalie wale walioamini na kutenda mema ni kama waharibifu katika ardhi, yani tuwaweke sawa wawili hao. Am naj'alu almuttaqina kalfujjar, ama tuwafanyie wacha Mungu ni sawa sawa na waovu. Hili jambo kweli laingia akilini? Ndio uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala sema la, hatufanyi hivyo. Fala yakunu fihi ba'thun wala jazaa, yani hivi hivi tu, hakuna kufufuliwa wala kulipwa. La jazaa lilmuhsin ala ihsani wala lilmusii ala isaati, kwa yule mwema halipi kwa wema wake na muovu halipi kwa uovu wake. Hadha min babil abath, hii ni katika mchezo. Ikiwa mambo yangekuwa hivyo ingekuwa ni upuzi. Anna Allah yakhluqu khalqan wa yatrukuhu wala yasiru lahu natija, yani kuwa Allah aumba viumbe kisha viacha hivi hivi tu, hakuna natija yoyote. Wayamaluna a'malan sayyi'a au saliha wala yakunu laha thamara wala natija, yani awaache wafanye matendo maovu au mema kisha hakuna matunda ya matendo yao wala natija. Hadha min al-abath wa min bab at-ta'n fi adalati Allah jalla wa ala. Ni katika upuzi, ni katika kufanyia ta'an uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kuwa sawa wawili. Mwema atalipwa kwa wema wake na muovu atalipwa kwa uovu wake. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu yoyote, kila mmoja atalipwa kwa matendo yake. Kile ulichokipanda ndicho utakachochuma. Ukipanda wema utachuma wema, ukipanda uovu utachuma uovu. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe sasa ujichagulie njia ukiwa hapa duniani. Wataka kwenda kuishi maisha gani kesho barzakh, kaburini? Wataka kwenda kuishi maisha gani kesho akhira? Kila mmoja ajichagulie maisha yake hapa duniani. Mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam wamekuja na risala ya saada, ya kufaulu kwa mwanadamu fi dunya wal akhirah, wakawafikishia watu, wakawasimamishia hujja. Kila wanachokihitajia katika kinachowakaribisha wao na Allah subhanahu wa ta'ala wakatufundisha, na kila ambacho kitatuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala na kitakuwa ni sababu ya sisi kuadhibiwa pia wakatufundisha ili tujiepushe nacho. Na ikiwa mitume wote waliifanya kazi hii, basi mtume bora kabisa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye kazi hii ameifanya kikamilifu kuliko mtume yote mwingine alayhi salatu wassalam. Na sisi ndio hatuna hoja yoyote ummati Muhammad, kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndiye mbora wa mitume, na risala aliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala itabakia ila qiyam as-saa. Hatuna hoja. Sasa ni wewe mwenyewe ujichagulia njia yako hapa duniani, wataka kwenda kuishi vipi huko. Lakini usidhani kuwa hii dunia umeletwa kuja kufanya mchezo. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, je, mnadhania kuwa sisi tumewaumba kwa ajili ya upuzi na mchezo na kuwa kwetu sisi hamtarejea? Maneno haya wataambiwa watu wa motoni wakiwa ndani ya moto wa jahannam, iyadhan billah. Na wewe soma siyaqi ya hizi aya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. hivi mlikuwa mwadhania nyinyi tuliwaumba kwa ajili ya upuzi na mchezo na kuwa kwetu sisi hamtarejea?
Ikiwa wewe wafikiria hivyo, fikiria mara mbili. Kuwa umeumbwa wewe uje duniani ufanye unavyotaka, kisha hutorudi kwa Allah kwenda kuhesabiwa. Kalla innal insana layatgha an raahu istaghna. Mwanadamu hupita mipaka akijiona ametosheleka, lakini huyu mwanadamu kwa haya alikuwa nayo, Allah amkumbusha na kumwambia inna ila rabbika rujaa, wewe nenda utakakokwenda. Allah akwambia inna ila rabbika rujaa, hakika marejeo yako ni kwa Mola wako, kwenda utakakokwenda. Hukimbii huku, huwezi kupakimbia, utarudi kwangu na nitakulipa kwa matendo yako. Wewe kumbuka tu hivyo. Umeishi miaka mingapi? 100, 200, utakufa tu, utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbika rujaa. Hatari iko ni kuwa haya maisha ya dunia mafupi haya ndio yanaokuamulia wewe utaishi vipi kwenye maisha ya milele. Haya maisha mafupi tu umeletewa hapa ya maisha, tumia, ndio nafasi hiyo. Tengeneza akhira yako. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Allah akasema fata'ala Allahu al-malikul haqq. Ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme wa haki. Ametakasika kutokana na lipi? An yakhluqa al-ibada abathan. Allah ametakasika kutokamana na kuwaumba waja wake kwa ajili ya upuzi. Hilo jambo ametakasika nalo. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Ta'ala Allahu an dhalika an yakuna khalaqa hadha al-khalqa wa yatrukuhum yamutun wa la yasiru li a'malihim natija. Allah ametakasika kutokamana na kuumba hivi viumbe, kisha baada ya kuviumba aviwache mpaka vife, kisha matendo yao hayana natija yote wala matunda. La, wala yatamayazu almu'minu min alkafir, na kuwa isionekane tofauti baina ya mu'min na kafir. Bal rubbama yakunu alkafiru mun'aman fi hadhihi ad-dunya wa huwa ala almaasi walkufr, bali huenda akawa yule kafiri ameneemeka katika hii dunia na yeye yuko katika maasi na kufuru. Kwani watu matajiri ulimwenguni nani? Wengi wao kiangalia ni kufara. Waweza kusikia kafiri fulani yule ndio tajiri ulimwengu mzima, mtajiri huyo. Acha, yaani kuna watu matajiri aweza kugawanya milioni moja ya Kenya leo yote na bado pesa zikabakia dunia nzima, si dunia nzima, kwa idadi ya wale watu wagawanyie kisha pesa zake bado zimbaki. Ana pesa huyo. Allahu musta'an. Ukisikia wale watu matajiri ulimwenguni na zile senti walizonazo, alafu wao wajipaji hao, yani hata katika zile serikali sijui kuna dharaibi hizi, taxi hizi na nini, ushuru, jamaa wanakwepa au washindwa wakwepa vipi? Na iwakwepa na kanuni haimpati, si kwa iwakwepa yuko above the law. Kuna njia wanajua wanazifanya. Wewe muona daima jifanya adaiwa tu, kumbe adai, atia senti huku akitia kule. Kwa siku moja wallahi nimemwona aulizwa swali, aitwa nani huyu Muislamu sasa, Walid bin Talal, le tajiri wa mamlaka, aulizwa swali na yule mtangazaji, amwambia kwani wewe una pesa ngapi? Idadi ya pesa zako wewe ngapi sahihi? Asema kabla ya wewe hujaniuliza ama baada ya kuuliza? Hujaelewa. Kabla hujaniuliza zilikuwa tofauti na wewe ukiuliza, na sasa nikizungumza sijui ni kujibu vipi, sijuelewa. Yani kila dakika inayopita kuna milioni sijui ngapi zaongezeka katika mali yake, waelewa? Wachana bwana, Allah subhanahu karim subhanahu wa ta'ala. Allah mkarimu bwana. Auliza swali kabla hujauliza swali ama baada ya kuuliza swali, nikujibu wapi? Ujue senti zangu ngapi? Huyo aweza kukupangia madonge ya senti hapa Mombasa mpaka Nairobi, wewe inama tu hivi, ukienuka ukifika kiuno kihuna kwa tamaa zako,
wainama ukiokota ukiamka, akupangia 1000 kuanzia Mombasa mpaka Nairobi, wewe wainama ukisimama, wainama ukisimama, si untamawe ambua moja moja, okota moja moja, umefika Mtito bwana, sina kiuno. Tamaa. Wallahi Allah aweza kumfungulia mja wake subhanahu wa ta'ala al-karim, alafu hii dunia si chochote mbele yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran sharbata ma. Lau kama hii dunia ingelikuwa mbele ya Allah ina uzani wa ubawa mmoja wa mbu, kafiri pia asingekunywa maji. Lakini ad-dunya ahqar min dhalika, dunia ni toevu zaidi kuliko ubawa wa mbu. Yani ule ubawa wa mbu una thamani. Tuseme wewe, nikupe mfano, uletewe sinia umealikwa, imejaa mbu, acha ubawa wa mbu, imejaa mbu, mrumbu wa mbu, waambiwa kula, utakula? Hatakula, huli, sio bwana, nini karamu gani ya mbu? Sasa wale mbu ulioletewa wale, mmoja wao ubawa wake mmoja ni bora kuliko dunia. Hii dunia si chochote mbele ya Allah. Na ndio maana mu'min au ni kafir, Allah amfungulia yote katika hii dunia. Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah yumpa dunia anayempenda na asiyempenda. Kupewa katika dunia si dalili ya kuwa Allah akupenda wala Allah akuchukia. Muelewa maneno? Yani ukifunguliwa katika dunia haimaanishi Allah hakupendi wewe, na pia upande wa pili haimaanishi Allah subhanahu wa ta'ala akupenda. Itategemea matendo yako. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan. Hicho ndio kinachoangaliwa, si mali zenu wala si watoto wenu vinavyowakaribisheni nyinyi karibu na sisi. Anayeamini na kufanya mema, hayo ndio yanayoangaliwa. Kwa hivyo hapa katika dunia Allah aweza kumfungulia Muislamu, aweza kumfungulia kafiri, ni mambo ya kawaida tu hayo. Na hata ukafunguliwa vipi, usifikirie tumbo lako litakuwa kubwa, tutakuwa wameza zaidi kuliko wenzako. Wewe yule yule tu, umpewa mzigo tu. Hamjaelewa bado? Wallahi ingelikuwa watu wakaa chini wakafikiria hivi, wasingeghurika na hii dunia. Yule sasa nieleze lugha ya kueleweka. Yule ambaye ana milioni 100 mfano, na mwingine ana milioni 50, hawana tofauti kabisa hata katika kuishi kwao. Nazungumzia Kenya hapa. Kwa nini? Yule akisema yuala biriani, huyu wa milioni 50 atashindwa? Hashindwi. Yuweza kununua chakula kile kile anachonunua huyu, lakini huyu anamzidi kwa mzigo, ana mzigo wa senti huyu zaidi kuliko huyu. Lakini kula wala sawa sawa, walala sawa sawa. Hakuna kitanda aweza kukinunua huyu hawezi kukinunua. Nyumba pia hivyo hivyo, akinunua nyumba baharini na huyu anunua. Akaa baharini pale bwana, upepo, sikia mawimbi, raha kabisa, sio? Hawana tofauti. Huyu ana mzigo zaidi kuliko huyu. Lakini sijui kwa nini binadamu akai chini akafikiria, hata kama umefunguliwa katika dunia, ikawa ni sababu ya kuijenga akhira yako. Muislamu bwana ana akili. Angalia ukisoma Qur'an, Allah akizungumza katika masala ya jihad fi sabilillah asema bi amwalikum wa anfusikum. Kwa mali ya mu'min ni sababu kubwa ya kumjengea yeye akhira yake. Sasa la ajabu umpate Muislamu ampewa senti na dunia, kisha badala ya yeye kumsaidia ile mali kujenga akhira yake, ndio ile mali yake yamvurumiza. Utafikiri bwana si Muislamu bwana, yani utaketije wewe kama mnafiki bwana. Wanafiki ndio kwa hivyo, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Hiyo sifa wanafiki bwana. Allah asema usifurahishwe na mali yao na watoto wao, mali nyingi, watoto wengi. Inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya. Kuna watu bwana waadhibiwa na mali zao na watoto wao bwana.
waadhibiwa, ana watoto wengi vichaa, akiwa mgonjwa tuanza kupigana nyumba ile njama ile gari lile langu utanikuta wewe, ngoja utajua nani piga kichwa mimi sasa hivi. Baba mpatwa na malaria tu, kubwa sindano ampoa, ansevu buda, ansevu buda hafi alafu bwana mgumu kweli kweli ubuda, wasikia maneno yazungumzo. Kwani si wako watu hivi, akimtuma tu yule mtoto kitu fulani ashamjepea, nenda kanifanyie shughuli fulani. Nyie hamjui watoto, kuna watoto wakorofi. Kuna mzee mmoja mtuma mtoto wake ende fulani, kuna mali, nenda kachukue mali fulani ya biashara, apeleka gari kisha eka mali kando, kisha baba nashikwa na polisi. Mrongo asema bila 10,000 siendi. Chukua hiyo mwanangu nakutumia. Jamaa pia hofu, shabeba kisha peleka. Yule mfanyikazi yule aje kumwambia baba, pale bwana, yule mtoto wako bwana nkuenjoy sana, kwa nini tumfika mali fulani bwana, kaika gari kando, akamwambia tukushikwa basi. Sasa yule mzee amwangalia mwanawe hivi, basi wewe pia, yani katika watu wa kuniibia basi uwe wewe. Sasa uwe na 10 kama hao wakorofi hao. And Company Limited, kuna watu wakorofi and Company Limited, yani ni mkorofi kweli kweli. Sasa mali hiyo ina raha gani jamaa ya kutesa? Lakini kuna wengine, inna lillahi ibadan futana, wako watu wajanja bwana, wajua kujenga akhira yao. Ile mali aliyopewa ile ajua kujenga akhira yake. Yeye wajua, mimi nikijenga msikiti pale, nikichimba kisima pale, nikiweka misahafu kule msikiti ule, haipunguzi chochote katika mali yangu, haigusi. Sasa nazuiliwa na nini kufanya hivi? Kitu gani cha nizuia kufanya hivi? Ataangalia katika mujtama mali gani kuhitajika msikiti, bila mtu kujua. Wana msikiti umejengwa pale, kuna mahali watu wana shida ya maji, kumechimbwa kisima, maji yamewekwa pale, watu watumia. Kuna mahali kuhitajika jambo fulani, yafanya, hakuna mtu yajua. Huyu ndiye atakapokwenda akhira kesho atayakuta. Wama taf'alu min khairin tajiduhu 'inda Allah, kile khairi yote unaoifanya utakwenda kuikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi yule aliye na akili, hatukuumbwa kwa ajili ya upuuzi. Sisi tumeumbwa hapa duniani kuja kufanya matendo yetu mema, tukimaliza twende tukastarehe kule. Iambie nafsi yako, fanya subra, miaka michache tu utakufa sasa hivi. Mwanzo saa hii mtu akiniambia ana hofu ya kuishi, basi wewe bwana umeghurika sana. Maana twazika kila siku ndugu zetu ambao wamekufa, hawana jambo lolote ambalo dhahiri laonyesha kwa huyu yenda kufa. Watu na afya zao bwana, wallahi watu na afya zao. Watu wafa kwenye mazoezi. Mtu mzima hana sukari, hana chumvi, hana presha, hana chochote, mzima, mpaka ukija ukisikia ngufa washtuka, sije nikawa mimi wa pili. Basi tujitayarishe, kwa sababu hakuna mtu hapa na mkataba aweza kusema mimi siku fulani nitaondoka. Hakuna mtu ana mkataba. Kama vile hatuna mikataba, basi tukae makini sana, tuwe tayari. Namalizia, قال بل ربما يكون الكافر منعما في هذه الدنيا وهو على المعاصي والكفر، ويكون المؤمن مضيقا عليه في هذه الدنيا ولا ينال من جزائه شيئا. huenda yule kafiri akawa ameneemeka katika hii dunia na yofanya maasi na kufur, na mu'min huku amedhikiwa katika riziki yake katika hii dunia, kisha eti asipate katika malipo ya matendo yake chochote. Hadha yalzamu fihi at-ta'n fi adalati Allah jalla wa ala. Kusema hivi itakuwa wafanya ta'ni katika uadilifu wa Allah jalla fi ula. ويلزم عليه أنه خلق الخلق عبثا لا نتيجة لأعمالهم. na maneno haya lazimu kuwa Allah amewaumba viumbe wake kwa ajili ya upuuzi, hakuna natija kwa matendo yao.
فهذا من الطعن في حكمة الله جل وعلا نهاب نكتي دسار حكمة الله سبحانه وتعالى وفي عدل الله سبحانه وتعالى نكذلك كتي طعن ودليف الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ فهذا من أدلة البعث ذكرها الله في القرآن الكريم في مواضع متعددة. كوهيز زوتين كتك دليلي زكوا watu watafufuliwa siku ya kiyama amezitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake katika sehemu kadhaa. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة. kuamini kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama ni nguzo katika nguzo za imani sita. تكرر ذكره في القرآن الكريم مكرير kutaja jambo hili mara nyingi katika Qur'an. Na subhanallah mu'min akiamini ilmu yake kile ikizidi katika kujua kuna akhira ndivyo matendo yake yanavyozidi kuwa mazuri katika hii dunia. Kila anapojua kuwa atakwenda kwa Allah ndio kila anavyonyooka katika hii dunia. Aogopa akitaka kudhulumu la mimi kesho nitakwenda kusimamishwa mbele ya Allah nitajibu nini mimi? Akitaka kumkosea heshima mzazi wake akumbuka nitakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Kila jambo lake aenda nalo akiwa na tahadhari na ndio mambo yake yanyooka. Lakini mtu ambaye hafikiri akhira yafanya atakavyo bwana si hajali ndio yale maovu mnaoyaona huko. Lau kama watu wangeishi katika hali kama hii amani ingeenea katika mshtama, watu wangeishi vizuri, mabiashara watu wangelikuwa wa kweli, kila mtu angelikuwa yuogopa ataka halali yake tu, na watu wangelikuwa wema. Na kila yaqini ikipungua ikiwa dhaifu na imani ikiwa dhaifu katika hili jambo ndipo mtu matendo yake yazidi kuwa maovu iyadha billah. Sallallahu alaihi wa afia. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.